Habari za wakati huu, karibu tena. Ni wakati mwingine tena tunakutana hapa tuzidi kuhabarishana taarifa mbalimbali. Ni matumaini yangu kwamba mpo salama kabisa. Vita bado vinaendelea huko, vita vilivyoanzishwa na Marekani wakishirikiana na Israel dhidi ya Iran. Mashambulizi makubwa yamefanyika leo Jumapili, ambapo kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu cha Iran IRGC kimethibitisha kufanya shambulizi kubwa mno, lakini pia wakizindua wimbi la 53 la Operation Ahadi ya Kweli sehemu ya 4, na wakitoa taarifa za kumuwinda waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kwa lengo la kumuua. Kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu cha Iran IRGC siku ya Jumapili kilizindua wimbi la 53 la Operation Ahadi ya Kweli namba 4, ikionyesha kwamba makombora yake yalishambulia malengo yaliyolengwa. Katika taarifa, makao makuu ya Qatam al-Anbiya ya Iran, ambayo ni amri ya pamoja ya vyombo vya kijeshi vya nchi hiyo, yalifichua kwamba IRGC ilifanya shambulio dhidi ya kambi za Marekani zilizokuwa katika kambi ya anga ya Al-Zafra katika Falme za Kiarabu kwa kutumia makombora 10 ya hypersonic pamoja na ndege zisizo na rubani kadhaa. Mapema leo jeshi la Iran lilifanya wimbi kubwa la mashambulizi ya makombora na ndege ambazo hazina rubani dhidi ya Israel na kambi 3 za kijeshi za Marekani nchini Iraq na Kuwait, kama sehemu ya wimbi la 53 la operation ya kijeshi zinazolenga Israel pamoja na kambi za Marekani. Katika shambulizi hilo, taarifa ya walinzi ilithibitisha uharibifu wa vituo vya kukusanya wanajeshi wa Marekani katika kambi ya Haril huko Kurdistan ya Iraq na kambi za Ali al-Salem za Al-Tijan huko Kuwait. Lakini pia taarifa hizo zimethibitisha kwamba vikosi vya Marekani vimelengwa katika kambi ya Al-Zafra huko Falme za Kiarabu, ambayo kambi hiyo ilikuwa na jukumu la ujasusi na usaidizi wa vifaa katika shambulio dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu, pamoja na vituo vya amri na udhibiti wa kikanda na usimamizi wa mbele wa chombo cha Kizayuni ambacho kimeshambuliwa huko Falme za Kiarabu. Taarifa hiyo ya walinzi imedai kwamba ikiwa mhalifu na muuaji wa watoto Netanyahu bado yuko hai, tutaendelea kumfuatilia hadi yaadhibiwe, akiashiria kwamba shughuli zitaendelea hadi malengo yao ya kuzuia yatimie kikamilifu. Taarifa hiyo ikiashiria kwamba shughuli zitaendelea za kufanya mashambulizi hadi malengo yao ya kuzuia yatimie kikamilifu, lakini pia Netanyahu akiwa kwenye targeti ya IRGC wakimwinda kutokana na damu za mashahidi zilizomwagika tangu tarehe 28 ya mwezi wa pili mwaka huu. Mengi nitazidi kukuhabarisha hapa, kubwa zaidi endelea kutufuatilia kwa taarifa mbalimbali.